Hichi ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Iran ambavyo anapambana na Marekani na Israeli. Yako mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kujiri, na taarifa kubwa kabisa ambayo niko nayo, kwanza kabisa Iran imeweza kuwa nje ya mtandao zaidi ya saa 48 kulingana na NetBlocks, ambacho hiki ni moja ya eneo ambalo huwa lafuatilia masuala mazima ya internet kimataifa. Na kiujumla ni kwamba Iran imezima mtandao. NetBlocks imeweza kuthibitisha hivyo, na kiwango cha sasa cha muunganisho nchini Iran ni 1% tu. Kwa hiyo Marekani na Israeli ambao walianzisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28, kwa sasa wanaendelea kufanya mashambulizi, lakini moja kwa moja kwenye zile signal zao za kuweza kupata maeneo halisi kwa upande wa Iran sasa yameanza kuwa changamoto. Na Iran namna gani anaendelea kushambulia, nitakueleza mfumo ambao anautumia. Sasa nikwambia, angalau vituo 6 vya kijeshi vya Marekani na maeneo mengine katika Mashariki ya Kati vimeweza kushambuliwa kutokana na mashambulizi ya Iran. The New York Times imeripoti, na kulingana na picha za satellite, rekodi za video na taarifa kutoka kwa jeshi la Marekani zimeweza kuthibitisha Iran imelenga vituo vya Marekani huko Bahrain, Iraq, Falme za Kiarabu, Kuwait, na gazeti hilo linabainisha kuwa majengo kadhaa ikiwa ni pamoja na yale yenye vifaa vya satellite yaliweza kuharibiwa vibaya kabisa, na malengo hayo yalijumuisha makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani huko Manama, Bahrain, vituo vya kijeshi huko Iraq na Kuwait, pamoja na bandari huko Dubai inayotumiwa na jeshi la Marekani. New York Times haina taarifa kuhusu majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa Marekani, lakini mamlaka ya Marekani hapo awali iliripoti vifo vya wanajeshi 3 wa Marekani ambao ni nguli au wana vitengo vya juu. Na nikwambie tu kwenye taarifa hii juu ya yale ambayo yanaendelea kufanyika huko, kuna ufichwaji wa taarifa hususan kwa upande wa Marekani na Israeli. Umekuwa nyeti sana kwenye kuficha taarifa ili kutowavunja moyo watu wao na mengineyo mengi, lakini tuendelea kujuzana taarifa zile ambazo tunaendelea kuzipata moja kwa moja. Ila pia nikwambie, balozi wa Iran nchini Kazakhstan Al Akbar Jokar amewakosoa vikali washauri wa rais wa Marekani Donald Trump, akiwaeleza kama wapumbavu kwa kumshawishi kuanzisha shambulio dhidi ya Iran. Jokar alisisitiza kwamba ingawa Trump ana washauri wengine wenye taarifa zaidi, anachagua kutotii ushauri wao. Pia ameonya kwamba mgogoro huo unaweza kuwa wa muda mrefu. Anasema, nina uhakika Trump ana washauri wengi, washauri wake ni wapumbavu, wale waliomshinikiza kuanzisha vita hivi. Bila shaka rais wa Marekani ana washauri wenye ujuzi zaidi, lakini anakataa kuwasikiliza, Jokar alisema. Kulingana na chombo cha habari cha Kazakhstan, mwanadiplomasia huyo alisema kwamba tanki za mawazo zenye mamlaka zaidi duniani tayari zinahoji umuhimu wa vitendo hivi, akibainisha kuwa zaidi ya watu 1000 wameuawa kwenye shambulio la hivi karibuni. Jokar aliangazia maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda, akisema katika siku za hivi karibuni kambi zote za Marekani kwenye eneo hilo zimekuwa zikilengwa na Iran. Anasema, je, hii ilikuwa muhimu ukizingatia mabilioni yaliyotumika na usalama wa kikanda ulioathiriwa? Washauri wenye uzoefu walimwonya Trump kwamba Iran ni tofauti na Venezuela. Ikiwa Iran itajibu, mzozo huo unaweza kudumu kwa muda mrefu, na Iran alijipanga kwa ajili ya yote hayo. Na unapaswa kufahamu, Marekani anaishambulia Iran sio kutokea ndani ya taifa lake la Marekani. La hasha, Marekani huwa wafanyi hivyo kwa sababu wanahofia akishambulia kutoka ndani ya taifa lake, basi wale watakaolipiza kisasi watalipiza ndani ya taifa lake, na Marekani hataki taifa lake liweze kuathirika. Bali anachokifanya yeye, Marekani anashambulia Iran kupitia kambi zake za kijeshi zilizopo kwenye nchi ambazo zipo karibu na Iran. Na ndio maana Iran, unaweza kujiuliza, Iran naye si ashambulie Marekani? Kwa nini anashambulia kwenye hizo nchi ambazo kuna base za Marekani? Ni kwa sababu zile base ndizo zilizotumika kuishambulia Iran, na kule ndiko anakojibu mashambulizi. Lakini kama uvumilivu ukimshinda, lolote linaweza likatokea. Wakati vita hivi vinaendelea, Marekani na Israeli wameendelea kufanya mashambulizi mapya kwenye maeneo ya mashariki na magharibi na kusini mwa Teheran. Shirika la habari la ISNA limeripoti Iran ilitumia makombora na ndege zisizo na rubani kwa mashambulizi mapya katika kambi za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati, Fars iliweza kusema, na wapo majeruhi kadhaa ya maaskari wakubwa wa Marekani na idadi yao haijaweza kutajwa. Vile vile The Wall Street Journal imeweza kuripoti taarifa ambayo inasema jeshi la Marekani na Israeli limeshambulia zaidi ya malengo 2000 hizi ni targets kwenye eneo la Iran tangu kuanza kwa operesheni yao ya kijeshi, The Wall Street Journal imeripoti.
Kulingana na chapisho hilo, uongozi wa kijeshi wa Marekani na Israeli umekuwa ukiandaa orodha ya malengo yanayowezekana katika miezi michache iliyopita. Katika siku za kwanza za operesheni hiyo, walishambulia hasa maeneo yanayodhaniwa kuwa ya maafisa wakuu wa kijeshi na kisiasa wa Iran, mifumo ya ulinzi wa anga, vifiatuaji makombora vya ballistic na vituo vya ujasusi. Jeshi la anga la Israeli pekee limefanya zaidi ya misheni 700 za mapigano kuelekea Iran tangu Februari 28, Wall Street Journal imeripoti. Hayo yakiendelea, kwingineko, mwitikio wa uchumi wa Urusi na kiwango cha ubadilishaji wa rubles katika kuongezeka kwa mgogoro katika Mashariki ya Kati utategemea zaidi muda wa awamu yake ya kazi na kiwango cha ushiriki wa nchi zingine. Anton Tabak, mchumi mkuu katika shirika la ukadiriaji Expert RA, anasema bado haiwezekani kusema jinsi uchumi wa rubo itakavyoitikia. Hii inategemea muda wa awamu ya kazi ya mgogoro, ni nani mwingine atakayeingizwa au kutoka, jinsi mlango bahari wa Hormuz utakavyofungwa kikamilifu na kama kutakuwa na majibu yasiyolingana. Tabak alitoa maoni. Vilevile, wizara ya mambo ya nje ya Iran imetoa salamu za rambirambi kutokana na kuuawa kwa kamanda mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Mohammad Pakpor, Jenerali Abdurrahim Mosavi, mkuu wa majeshi ya Iran, waziri wa ulinzi Brigadia Jenerali Aziz Nasir Zadei na Admaya Al Shamkan, katibu baraza la ulinzi la Iran. Watu hawa wakubwa ambao maisha yao yalikuwa yamejaa uaminifu na kujitolea walikuwa mstari wa mbele kutetea uhuru na usalama wa nchi hiyo, na hatimaye walipewa thawabu kwa mapigano yao ya dhati walipopata hadhi ya juu ya mashahidi, wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema kwenye ujumbe wa salamu za rambirambi. Vilevile, maafisa wa Pentagon wamekiri kwenye mikutano na bunge kwamba hakukuwa na taarifa za kijasusi kuhusu Iran kupanga kushambulia wanajeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Kwanza, Richards inaripoti ikinukuu watu wanaofahamu, na kulingana nao, katika mikutano ya Jumapili iliyodumu kwa zaidi ya dakika 90, maafisa wa utawala wa Marekani waliwaambia wafanyakazi wa Senate na baraza la wawakilishi kwamba makombora ya Iran na vikosi vya wakala katika eneo hilo vilikuwa tishio kwa maslahi ya Marekani. Richards imesema, huku Washington ikiwa haina taarifa za kijasusi zinazoashiria kwamba Iran ilipanga kushambulia vikosi vya Marekani kwanza, kama rais wa Marekani Donald Trump alivyodai hapo awali. Politico pia imethibitisha mikutano hiyo ilifanyika. Tishio lolote wanalotoa linawezekana lilikuwa ni jibu kwa mkusanyiko wetu wa kijeshi ambao haujawahi kutokea katika eneo hilo. Huu ni mfano wa rais kuamua anachotaka kufanya na kisha kuilazimisha serikali yake kutafuta hoja yoyote wanayoweza kutoa ili kuhalalisha hilo. Chapisho hilo lilimnukuu seneta wa Demokrati And Kim akisema. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.